kupitia makabila 12 tunapata taifa zima la Israeli. Kwa hiyo Mungu anaonyesha ukuu wake na uweza wake wa kutunza maagano, na sisi kama uzao wa Ibrahim kupitia Kristo Yesu, na sisi tunaingia kwenye hiyo cheni ya utunzwaji wa maagano, wa kubarikiwa sawasawa na ahadi na maagano ambayo Mungu aliingia nayo kupitia baba yetu Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukamuona Mungu, tukaona Mungu akifanya, Mungu akatusaidia, tukaona utendaji kazi wake. Kuna mazingira mengine yeye Mungu kama mtunza maagano akishaahidi ya kwamba anaenda kukubariki, anaenda kukuinua, kuna baadhi ya mazingira, kuna watu wanaweza wakakuinulia fitina, kwa kuwa yeye ni mtunza maagano. Kwenye lile alilokuahidia kuna mambo ambayo lazima yatatokea. Tunaona jambo la kwanza, Mungu alisema nitawakufanya kuwa mkuu wewe na uzao wako. Tunamuona Isaka akiwa yuko katika nchi ya watu, anafanikiwa, anakuwa ni mkuu sana, hadi mfalme anaenda anamwambia, sikia nikwambie Isaka, tunakuomba uondoke katika mji wetu, maana umekuwa mkuu sana. Yaani mfalme anamuogopa. Hii tunaipata katika Mwanzo 26. Tunaona Mungu akimuinua Isaka, akimzidisha sana. Kinachotokea, mfalme anampata, anamwambia Isaka, tunakuomba ondoka katika nchi yetu, ondoka katika nchi yetu, maana umekuwa mkuu sana. Na Isaka anapoondoka katika ile nchi, anaenda kuanza upya. Anapoanza upya anakuwa mkuu sana. Yaani kila eneo, kila jambo analoligusa, Mungu anapojifunua kama mtunza maagano, jambo lolote utakalolifanya litakuwa kuu sana. Kuna baadhi ya vitu utavishangaa kwamba Mungu umenifanyia na hili. Yaani kabla hujamaliza kushangaa hili, unashangaa Mungu umefanya na hili. Yaani kabla hujamaliza, yaani wewe utakuwa kama ukiamua kuwa surprised, wenyewe wanasema utaendelea kuwa surprised the whole life. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukaona Mungu akimtokea Yakobo akiwa kule kwa mjomba wake Laban, analitunza lile agano lake la kumbariki, la kuendelea kumfanya kuwa mkuu kwenye mataifa. Mungu anaendelea kumtetea na kumpigania Yakobo. Yakobo anafanyika kuwa mkubwa, anafanyika kuwa mbaraka. Kuna kipindi mjomba wake anamuonea wivu, Yakobo. Yakobo anamwambia, hivi vyote Mungu hakukubalikia kupitia mimi? Yakobo akajua. Unajua kuna changamoto moja, Mungu kama mtunza maagano anatoa nafasi ya watu wake kujua kwamba wao ni wabarikiwa. Watu wengi wanakwama, wanaishia huko chini ambako adui anataka waishie, anawapumbaza fikra. Ndio maana leo hii utamkuta mtu, Mungu ndo ametaka nianzie huko. Leo hii utamkuta mtu anapumbazwa kwa kuambiwa wewe una laana ya bibi yako. Lengo la shetani anachokitaka wewe uendelee kuwa chini, usiaone yale mema ambayo Mungu amekuandikia wewe. Inafikia hatua, jana nikatoa mfano nikasema, inafikia hatua ndugu zake, watoto wa Laban wanamwambia, wewe unachukua mali zetu, wewe unamiliki. Akajua kwamba nikitengeneza mtego fulani huyu mtu atakwama. Nikisema okay, sawa, watakaozaliwa wa malaka hao watakuwa ni kondoo zako. Akajua amemkomesha, kwa sababu 1% Middle East kondoo anakuwa ni weupe, wana rangi moja. Sio rahisi kupata kondoo au mbuzi wenye madoa. Kwa hiyo sasa kinachokuja kutokea, huyu mimi nitamweza, ataendelea kuwa mtumwa kwangu. Sikia nikwambie, ukiwa na Mungu mtunza maagano, nothing is impossible. Hakuna lililo gumu ukiwa na Mungu wa maagano. Anaambiwa kondoa malaka. Mungu anamtokea usiku katika ndoto, anampa mkakati wa kupata kondoa malaka. Anamwambia chukua miti, nenda kaiweke hivi, kafanye hivi. Unashangaa akifanya vile wanazaliwa wote. Kwa hiyo kama Labani alikuwa anategemea apate ndia mmoja, anatokea kondoo mmoja wa Labani ambaye yeye yuko plain.
anafanya zaidi ya tunavyoweza kufikiria. Hayo ni mambo ambayo Mungu alitaka tuyajue jana. Sasa kuna kakitu kadogo, Mungu anisaidie nikaseme hako, alafu tuendelee na huko ambako Mungu anatupeleka siku ya leo. Mungu yeye kama El Shaddai kwenye maisha yetu hugeuza utambulisho wetu na kuwa mwingine. Yeye kama mtunza maagano hugeuza utambulisho wetu, hugeuza utambulisho wa mtu. Tunaona kwa Ibrahim alibadilisha utambulisho wake, akabadilisha jina lake, akawa mtu mwingine kwa lengo tu atembee na yeye. Tunaona anakuja kwa Yakobo, anabadilisha jina la Yakobo, anakuwa mtu mwingine. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu yeye kama mtunza maagano, kuna namna anabadilisha mtu na kuwa mtu mwingine. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Wasomaji wa Biblia wanaelewa hii story ambayo tumekuwa tukiisoma wengine tangu Sunday school. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari ule wa 6. Samueli wa kwanza 10 mstari ule wa 6. Maandiko yanasema hivi: na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nawe. Naomba uandalaini lile neno pale. Haya ni maneno ambayo anaambiwa Sauli kabla ya kuwa mfalme. Anaambiwa utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Tunamwona Mungu hapa anamtokea mtu. Sikale kwambie, kipindi hiki ambacho Sauli anakutana na nabii ni kipindi ambacho alikuwa katika shida. Huenda hata kuna mwingine siku hii ya leo unakutana na Mungu ukiwa kwenye shida. Wakati huu ambao anaenda kwa nabii Samueli, alikuwa ni kipindi ambacho amepoteza punda wa baba yake. Ni wakati ambao yuko chini kiimani. Anajua baba yake ni mkali, huenda hata angemwadhibu, huenda angemlaumu, huenda angemwambia kuna 1, 2, 3. Sikia nikwambie, kuna baadhi ya vitu ambavyo Mungu akijifunua kama Mungu mwenye nguvu, anakupa zaidi ya kile ulichokuwa unakitafuta. Yaani Mungu mwenye nguvu unapoenda leo hii, kuna siku tulijifunza hapa, na Mungu akitusaidia huko mbeleni tutakuja kujifunza juu ya ngazi kuu 3 za maombi. Kuna namna ambavyo ukiwa unatafuta jambo fulani, Mungu anakupa zaidi ya unachokitafuta. Akiwa kwenye process ya kutafuta punda wa baba yake, kinachokuja kutokea ni nini? Kinachokuja kutokea ni kitu kimoja. Anaenda kwa nabii akiwa yeye ana shida ya punda. Shida yake huenda ikawa ni punda. Kuna mwingine amekuja asubuhi ya leo, huenda shida yake yeye ni fedha. Mungu alioko mahali hapa analiona hilo hitaji lako la fedha, atakupa hizo fedha na atakupa zaidi ya hizo fedha unazozihitaji. Anaenda anatafuta punda, amefika mahali amechoka, anauliza hivi, jamani, hapa hakuna nabii katika mji huu, nielekezeni ili anirahisishie kazi, maana mambo yameshakuwa magumu. Anaenda kwa nabii, anafika kwa nabii, nabii anamwambia, sikia nikwambie, wewe sio tu mtafuta punda, kwanza relax. Kama hivi ambavyo mimi ninakwambia asubuhi ya leo, kwa neema ya Mungu, jambo la kwanza relax. Yaani wewe kurelax kwa Kiswahili ni nini? Yaani pumzika. Yaani wewe relax hapo ulipo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu kuna jambo analitengeneza katika ulimwengu wa roho ili iwe shuhuda. Katika unabii ilikuwa hakuna unabii uliotabiriwa kwamba Benjamini atakuja kuwa mtawala wa Israeli. Wasomaji wa Biblia wanalijua hilo. Katika kubariki, aliyekuwa ametabiriwa na amebarikiwa ili awe mtawala wa Israeli alikuwa ni Yuda. Lakini tunaona katika namna ambayo Mungu anafanya mambo yake isivyo kawaida, tunamuona mfalme wa kwanza kutoka katika kabila la Benjamin, ambaye huyo mfalme anakuwa ni nani? Ni Sauli, aliyeenda kwa nabii akiwa anatafuta punda. Kuna mwingine amekuja anatafuta uponyaji. Mungu atakupa zaidi ya uponyaji.
Kuna mwingine amekuja sijui yani kuna jambo ambalo limekufanya asubuhi ya leo uje nyumbani mwa Mungu. Mungu ataenda kukupa zaidi ya hicho unachokitafuta. Ndio tunaona anakutana na Mungu, anamwambia sikia nikwambie, utaenda huko utampata punda wako mahali fulani, na baada ya hapo Roho wa Bwana, hapa ni kitu ambacho ninakitamani sana, kwamba Roho wa Bwana atakujilia. Atakapokujilia utajaa nguvu zake, utaanza kutabiri. Akaanza kujishangaa, mimi kwanza sio mwana wa nabii, mimi sio miongoni mwa makuhani, mimi sina asili hiyo, lakini inakuwaje? Ukiendelea kusoma hapa unashangaa, wana wa manabii wanashangaa, inakuwaje Sauli anatabiri? Yani ndivyo itakavyokuwa. Kila mtu atakayekuona katika mwaka huu, kila mtu ataanza kushangaa, yani imekuwaje wale wana CCC, yani imekuwaje ghafla hivi wanaanza kutabiri, wanaanza kubadilisha hii Tanzania, wanaanza kubadilisha hii Dodoma, mambo yanaanza kutokea. Inakuwaje yule tulikuwa tunajua uchumi wake ameanza kunena mema, ameanza kushika fedha nyingi, inakuwaje? Yani kila mmoja atakayekuwa anashangaa inakuwaje, ataanza kuona utukufu wa Mungu ambaye ameuachilia. Ataanza kuona lile agano ambalo Mungu aliagana na mchungaji Mwasisi tangu miaka ile linaanza kutokea. Kuna vitu ambavyo Mungu anaenda kuvifanya isivyo namna ya kawaida. Ni wewe kukaa mkao wa kumtafuta Bwana na kumwambia Mungu, wewe mtunza maagano, lithibitishe neno lako. Yani moja kati ya vitu ambavyo tunataka tukavione, kuna baadhi ya vitu ambavyo Mungu ameongea na mchungaji, tunataka tukavione kwamba kanisa lako, hakuna kanisa kubwa lenye watu wenye uchumi wa kawaida duniani kote. Ukiwa nalo naomba unionyeshe. Dunia nzima, mimi ni mfuatiliaji wa wahubiri duniani pia. Duniani kote hakuna mega church lenye washirika wenye uchumi wa kawaida. Kwa hiyo tunachotaka, huyu mtunza maagano anayeweza kubadilisha mtu fulani akawa mtu mwingine, mtu aliyekuwa mchunga mbuzi akawa mfalme, mtu aliyekuwa anatokwa na damu akawa mzima, mtu aliyekuwa kipofu akaona, mtu aliyekuwa mwenye dhambi akawa mwenye haki, mtu aliyekuwa amekataliwa akabarikiwa, akawa mtu wa kukubalika. Tunaona katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 4:10 tunamwona habari ya Yabeshi akiwa ni mtu wa kukataliwa, lakini Mungu huyu anayefanya, yeye anayetunza maagano, baada ya Yabeshi kumwambia Bwana, kama ungenibariki kweli kweli na kuiongeza hozi yangu, Bwana ukinipanulia hozi, leo hii ninatamani huyu mtunza maagano akapanue hozi ya yale tunayoyaomba, ya yale tunayoyahitaji. Akapanue hozi ya kanisa letu, akapanue hozi ya uchumi wako, akapanue hozi ya uzao wako, akapanue, yani yeye akalitunze lile agano. Yani sisi agano ambalo Mungu ameagana na mchungaji wetu, sisi hilo ndo tunaenda. Kama ni mega church, we are mega members. Si tunaenda kwenye mega church. Sasa inakuwaje mimi niende kwenye mega church alafu mimi niwe just a local member? Yani inakuwaje? So I have to be a mega member. Yani kuna namna mimi mwenyewe watu wakiniona waanze kuona ukuu. Yani kuna namna fulani hivi, naomba niwaambieni, kuna raha fulani. Sasa kwa nini sieti huko? Sawa. Kuna raha fulani ambayo Mungu anaiachilia. Kuna namna ambavyo mimi napenda habari ya Malkia wa Sheba alipoenda kumvisiti Suleiman. Kabla ya kukutana na Suleiman, akakutana wanyweshaji. Yani hekima tu ya wanyweshaji, namna wanyweshaji wanavyotembea, namna wahudumu wanavyompokea. Biblia inasema roho ya Malkia wa Sheba ikazimia ndani yake. Yani kuna namna fulani natamani watu watakao kuja kutuona, wakikuona wewe ambaye ni mshirika mwenzangu wa kawaida, watu wapate shauku ya kusema huyu mchungaji yukoje, mchungaji wao yukoje, ana nini huyu mchungaji. Yani kwa namna
namna yoyote wanasema mimi nitakuwa mshirika wa hapa, mimi nitasali hapa, mimi nitakaa hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya vitu Mungu akijifunua kama Mungu mkuu, yani kuna namna ambayo Mungu anatengeneza mazingira, yani kila anayekuja yani anashangaa, jamani, ndio hao watoto wa kanisa lile, kama watoto wa kanisa lile ndio wako hivi, na mimi ninaenda kuwa mshirika ili mwanangu alelewe hivi. Yani kuna vitu ambavyo Mungu anaenda kuvitengeneza. Natamani kila mmoja aone hichi ambacho Mungu amenipa kukiona. Bwana Yesu asifiwe. Muda unakimbia. Sawa, naomba nimalizie hapa. Sasa katika yote ambayo mimi nimeyazungumza, ambayo Mungu amenipa tuanzie hapo, tunamuona Sauli akibadilishwa na kuwa mtu mwingine. Baada ya Mungu kumbadilisha, akampaka mafuta ya yeye kuwa mfalme, akatawala. Mtu ambaye hakutabiliwa, kabila ambalo halikutabiliwa. Huenda hata na wewe, yani wewe kwenye ukoo wako wewe ndio mwenye uchumi mzuri, mtu ambaye haukuzaniwa. Mwingine anasema yani mimi kwa uchumi huu nilionao mimi sione. Yani wewe kwa hivyo unavyojiona chini, kuna namna Mungu anataka akutengeneze uwe shuhuda. Yani Mungu achukui majitu makubwa ili ayafanye makubwa. Yeye anavichukua vile vilivyokuwa vinyonge, vitu ambavyo havifai, vitu ambavyo vilikuwa vimedharaulika, Mungu anavichukua hivyo ili atengeneze majitu. Ndio maana kila mmoja aliyemwona Sauli baada ya kuanza kutabiri, kila mmoja akaanza kushangaa, je, Sauli na yeye ni miongoni mwa wana wa manabii? Yani kila mmoja ataanza kuuliza, hivi wewe hela ulitolea wapi? Sisi sasa hatuambii mambo mengi, tunawaambia sikia nikwambie, ni Mungu amefanya kwenye maombi ya asubuhi. Yani sisi tutakachokuwa tunawaambia sikia nikwambie, sio sisi. Yani sisi kwa hela tunachojua ni kwamba Hagai 2:8 fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Ni Bwana ndiye aliyenipa fedha. Sina cha ziada ya hapo. Kwa hiyo wewe ukitaka kupata, mfate huyu Bwana. Yani inakuwa, yani unajua injili inakuwa rahisi sana. Yani hautumii nguvu kuanza kumshuhudia mtu, unajua yani unamwambia mimi ninamwamini Mungu wa maagano ambaye Hagai 2:8 inasema fedha na dhahabu ni mali yake. Kwa hiyo ndio amenipa. Kwa hiyo na wewe unataka fedha, ndio twende kwa huyu Bwana. Yani unaona hapo, wala hata hujagombana na huyo mtu. Bwana, wewe una shida kwamba hivi ilikuwaje ukapona ule ugonjwa? Yani ilikuwaje sikia nikwambie, mimi nasali, haitakuwa kujiinua jamani. Mimi nasali kwenye lile mega church pale. Mungu ameniponya. Kwa hiyo kama unataka na wewe kuponya, twende. Yani injili inakuwa rahisi. Yani kuna namna fulani utumii nguvu. Yani wewe imekwaje umekuwa na mifugo hii? Unawambia tu kabisa, jamani, mimi mnaniona hapa, mchungaji wangu ni mchungaji Zefania, aliniombea nikapata hivi nilivyovipata. Ukitaka na wewe twende. Kwa hiyo yani unajikuta au hangaiki na mtu au utumii nguvu. Yani kuna namna fulani ambayo Mungu mtunza maagano anaenda kuachilia yale ambayo Mungu aliyaweka kwa miaka, yanaenda kuwa dhahiri kwa urahisi sana. Amen. Sasa kuna jambo moja Mungu ameliweka ndani yangu na nitalisema jana. Mungu aliniuliza swali usiku wa leo. Akaniambia tunaingia kwenye mwezi mpya. Tunaingia kwenye siku mpya. Leo ni tarehe 1, right? Ni mwaka mpya wa mwaka wa fedha wa serikali ndio tunaingia. Implementation yake ya fedha za serikali inaanza kesho kwa taratibu za serikali. Mungu akanipa swali, mwaka wa fedha unapoenda kubadilika, wewe umejiweka kwenye nafasi gani? Tunapoingia kwenye mabadiliko haya, wewe umejiweka kwenye nafasi gani? Biblia nasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo wewe, tunapoenda kwenye haya mabadiliko,
tunapoenda kwenye haya mageuzi, wewe umejiweka nafasi gani ili Mungu aweze kukutumia kwenye kanisa lake, ili Mungu aweze kukutumia kwenye taifa lake, ili Mungu aweze kukutumia Dodoma, the capital city. Mungu, wewe umejiweka. Kwa hiyo sasa Mungu anachokitaka kama mtunza maagano, sikasema fedha na dhahabu ni mali yake. Tumeona Mungu ana uwezo wa kumbadilisha mtu fulani na kuwa mtu mwingine kupitia Roho wa Bwana. Wiki iliyopita tulifundishwa juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu na umuhimu wa Roho Mtakatifu the whole week. Tukaona Mungu akifanya hayo mambo. Tunachokitaka kutokea hapa sasa ni kwamba Mungu, tunaomba kadiri mabadiliko yanavyoendelea kutokea ya kiuchumi na uchumi wa kanisa upande. Yaani tunachokitaka ni Mungu ameweka ndani yangu kwamba kadiri mabadiliko ya kiuchumi, mabadiliko ya gharama za maisha yanavyoongezeka, yani yakiongezeka na uchumi wa kanisa uongezeke. Uchumi wa kanisa huwezi ukaongezeka kama uchumi wako wewe mshirika hauongezeki. Kwa hiyo ni maombi yetu huyu Mungu mtunza maagano aweze kukusaidia wewe uweze kuongezeka kulingana na mabadiliko ya kiuchumi. Mungu akapanue hozi yako ya kiuchumi. Ni ombi ambalo tunaenda kuliomba muda huu. Tusimame. Muda unakimbia sana. Tunatamani na nina kiu, ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu kwamba tunapoanza hapa Mungu akatupe hatua nyingine. Mungu akalikumbuke agano lake. Yaani muda mwingine mimi naweza nisiombe, nikasema Mungu wa mchungaji wangu Zefania, Yesu Kristo, wewe uliyetusaidia, wewe ambaye Bwana umemweka mbele kama mchungaji wetu, tunaomba yale maagano, ile mibaraka ulioiachilia ikawe dhahiri, na yale ambayo Mungu ametupa kuyafanya, yale Mungu ambayo anataka tukayatende, yanayohitaji fedha, tunapoingia mwaka mpya wa serikali, kila mmoja Mungu akampe fursa za kiuchumi zikaonekane, kila mtu akampe. Yaani kuna vitu Mungu anataka akatende na sisi vinahitaji fedha. Huyo mtu wa kumiliki hizo fedha ni wewe. Yaani hakuna mtu fulani, yaani hakuna mtu ambaye ni maalum. Kuna watu ambao niliendaga kwenye kanisa fulani, kuna watu ambao wameshatengeneza kama miungu watu. Anasema mtu fulani atatoa, mimi najua mtu fulani atatoa, mimi sina. Sikia nikwambie, tuache unyimi, twende tukamtolee Mungu. Tumwambie Mungu, mimi ninachotaka nilibariki kanisa lako. Kwa namna yote ukiwa na share na Mungu, kuna namna ambavyo mimi nikiwa na share na Mungu, Mungu hawezi kuniacha. Na share na Mungu ni lile agano aliloagana na baba yangu Ibrahim, ya kwamba atanibariki, ya kwamba atanizidisha, ya kwamba nitamiliki malango ya adui. Tuseme kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako, sisi tu watu wako. Wewe Mungu unayetunza maagano, wewe Mungu unayekumbuka kumbukumbu lako ambalo Bwana uliagana na Ibrahim, ambalo Bwana uliagana na wachungaji wetu. Mungu, hilo agano, ile ahadi ambayo Bwana umeiachilia kwenye maisha yetu ikawe dhahiri.